Yes, bana, mambo vipi? Hali gani, habari gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania. Leo tarehe 9 June mwaka 2025. We are talking about the new banger, new hit in town, ambapo mastaa wawili kutoka Tanzania pamoja na Kenya wamekuja kukutana in the same banger. By the way, the king of Tanzania, the king of Kenya wamekutana. Kwamba from East Africa, yani matunda products kutoka East Africa, na maanisha Diamond Platinum pamoja na Bien, ambao wamekuja kuachia ngoma in this midnight ya saa 6 kamili za usiku, siku ya leo, ambapo Diamond alifunguka jioni kwamba ataachia ngoma midnight ya siku hii ya leo, ambayo amemshirikisha the king kutoka Kenya. Bila shaka tunaamini kwamba Kenya the best and the king ni Bien, na tunaamini kwamba Tanzania the king ni ya Simba la Masimba, Diamond Platinum. By the way, moja kuungana kwenye ngoma hii hapa moja. So I can say two kings from East Africa, Diamond pamoja na Bien. So na mtu aliyeproduce ngoma hii hapa, producer ni S2Keys Zombie, ndo ambaye amezalisha ngoma hii hapa kwenye mifumo yote ya sauti bana. S2Keys ameweza kuunganisha beat kutoka mwanzo mpaka mwisho. So tuna vitu vingi sana vya kuviongelea kwenye hii hapa ngoma. Kama unavyojua, uchambuzi wako unakuwa mwingi na unakuwa una engage mawazo tofauti sana. So by the way, lakini tulitarajia kwamba pengine Diamond anafagilia mapiano like, so tuliamini kwamba endapo kama wakikutana na Bien pengine atatoa ngoma yenye miondoko ya mapiano, lakini la hasha, haijawa mapiano tena. Ngoma ina miondoko kama ya Kihindi fulani hivi like like that, umeona ngoma ina miondoko kama ya Kihindi fulani, so imeleta taste fulani like kabla hatujaendelea sana, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kabla hatujaendelea sana. So turudi nyuma na mimi kama mimi personally nikiambiwa nitoe maxi pengine kwa who killing in this banger, nitampatia Diamond. Sio kwa upendeleo, kwamba ni unajua kwamba sio bias like, mimi nitampatia Diamond asilimia kama 55, then Bien nitampatia asilimia 40 like that. Ngoma bana imewakutanisha mastaa wawili, as I told you before kwamba Diamond pamoja na Bien Soul, na ngoma inaitwa Katam. Ngoma bana imehusisha masuala fulani ya mapenzi fulani like mapenzi ya kumsifia mtoto wa kike. Mataifa mawili ambayo ndani humo bana wamezungumzia zaidi kuhusu sifa za mtoto wa kike. Unajua swaga za mtoto wa kiume kwa mtoto wa kike. So like mtoto wa kiume ukihitaji swaga fulani za kimaana, njoo na usikilize ngoma hii hapa ya Katam ya Diamond pamoja na Bien. By the way, mataifa mengi yametajwa kutoka East Africa, lakini pia miji kutoka East Africa like unaona hapa anasema your forehead from Kenya, like a Kenyan, like shape ya kitanga, macho ya Kinyarwanda like hivyo. So nchi za East Africa, za Afrika Mashariki zimeweza kutajwa huko ndani. So inakuwa inadumisha umoja na inadumisha culture, by the way, kwa sababu kama unavyojua culture inakuwa inahusianisha lifestyle of somebody, lifestyle of somewhere, lifestyle ya community fulani. So kitu ambacho kimehusika huko ndani like mataifa mbalimbali yameweza kutoja kulingana na sifa za wanawake wao. So ndio kitu ambacho kimefanyika humu ndani, na ngoma pia ina maisha fulani ya Uswahilini. So haijabezi sana, haijawa bias kwamba ikae zaidi upande wa Uswahilini au ikae zaidi upande wa ushwani like imebezi kote, inachukua upande wa Uswahilini lakini pia inachukua upande wa ushwani. So ni kitu ambacho ni kizuri sana, ni moja kati ya idea ambayo nimeipenda kwenye ngoma hii hapa. Lakini pia Diamond bana kwenye ngoma hii hapa vesi ambao wameipiga kwamba Diamond ndo ambaye amefungua na Diamond ndo mtu ambaye anamiliki wimbo, na mimi ndo mwenye wimbo ambaye amemshirikisha Bien. So vesi ya ufunguzi naipatia 10/10. Sio ni kama kuna kasoro yoyote kwenye vesi ya ufunguzi like na ngoma ambayo amini ndo vesi ambayo Diamond ameweza kuhusika nayo humu ndani. Lakini pia Bien naye amefanya vizuri sana kwa nafasi yake tukimfananisha na Diamond Platinum. So amejitahidi kuonyesha kwamba he is the king the same.
like Diamond Platinum in Tanzania, like Diamond Platinum in East Africa, like Diamond Platinum in East and Central Africa. By the way, ameonyesha nguvu yake, ameonyesha how the kingness, how he can own the kingdom. By the way, ameonyesha namna gani anaweza kuwa the king, of course the king also, the king himself. By the way, ameonyesha nguvu yake mbele ya Diamond Platinum, lakini uhalisia uliopo mpaka sasa, challenges zinazidi kutembea, engagement zinazidi kutembea kwenye mitandao ya kijamii, lakini bana mstari ya Diamond imekaa sana. Sio kwa sababu ni homeland, same homeland, lakini nampatia 55% kwenye ngoma ya pakati ya 100%. I just give him totally 55/100%, lakini Bien ndampatia 45/100%. So like that, naamini kwamba endapo ukienda ukirudi utaniambia kwamba kweli Diamond ameua, au unaweza kuniambia pia kwa upande wako kama umekwisha kusikiliza au vipi, uniambie kwamba je, who kill the banger kati ya Diamond pamoja na Bien, nani ambaye ameua zaidi kwenye ngoma hii hapa bwana. Hii ni Mega Media Tanzania, cha msingi usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Mimi ni Balama TZ, Balama Tanzania, mfalme mizuka, na kuletea updates zote za kiburudani, entertainment na kila kitu ambacho kinajiri, kina updating like that, na kupatia kwa wakati na kwa usahihi kabisa. So usiache kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Still enjoying the music. Na unaga show ukini kusatuna legea mwili wote.